Amani ya Mungu iweze kuwa nanyi, na katika siku ya leo tunazidi kuwakaribisha. Vile tuko tunaendelea na mahubiri yetu hapa Mbeya maeneo ya Mtoni, lakini vile tumepata kwamba kuna kitu ambacho pastor mmoja ni Kimumu wa Tanzania hapa, ambapo ameweza kutoa baadhi ya majibu kwa ajili ya kueleza uungu wa Yesu, lakini vile kwa ajili ya kueleza Utatu Mtakatifu. Kwanza kuna changamoto ambayo imeweza kutokea katika maelezo yake. Kwanza tuweze kumsikiliza kidogo, kisha tutakuja tuweze kutoa kile ambacho Biblia inaeleza. Hebu tumsikize. Sasa swali watu wengi wanapotaka kujua ni sehemu Yesu aliyojitaja kwamba yeye ni Mungu, ndio wengi wanashindwa kuelewa hapo. Wanataka andiko kwamba Yesu amejitaja yeye kama kwamba yeye ni Mungu. Hilo tunaliwekaje hapo? Na unapotamka Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu kwa sababu ya matendo yake ambayo ameyafanya. Unajua, unapofanya mtu anayeweza kufanya kitu ambacho hakiwezekani kwa mwanadamu, hakiwezekani kwa mwanadamu yoyote. Na kwa sababu na huu uungu yani umetoka kule juu. Maana yeye alikuwa wapi? Mbinguni. Habari za kuchambua kwamba huu uungu wa Yesu umetoka wapi, na wakati andiko linasema hawa watu ni wa moja, hawa watu ni wa moja, hawa watu watatu. Ukisema Roho Mtakatifu ni Mungu kwa jinsi gani? Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi tukaushinda ulimwengu. Okay, nadhani umeweza kumsikia. Kwanza ni kama ameweza kukwama kutuelezea uungu wa Yesu, tena anataka kuelezea na kuweza kujificha katika kichaka ambacho kiukweli anaonekana. Sasa Yesu kwanza hana uungu kwa sababu ya matendo. Hapana. Uungu wa Yesu upo kwa sababu mbili. Kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, kitu cha kwanza, ukiteja neno Mungu, si kwamba tunakataa kwamba Yesu ana uungu. Hapana. Chanzo uungu wake ni namna gani? Ukitaja neno Mungu, maana zake mbili. Ya kwanza ni yule aliyeumba mbingu na nchi. Cha pili ni kuabudiwa. Kwa hivyo kama yeyote atakuwa na sifa hizi mbili, tayari ni Mungu. Ndio unaona ukiwa na kitu chochote, hata kama ni mti, hata kama ni jembe, hata kama ni ng'ombe, ukiabudu hicho kinakuwa Mungu kwako. Sasa yule anayeandikiwa Mungu herufi kubwa, ni lazima tuelewe ya kwamba ana sifa gani ndio yeye awe wa kipekee kuliko mwingine. Kwa hivyo yeye anaumba mbingu na nchi. Rejelea katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7, anapotoa sababu ya kumsujudia yeye alizifanya mbingu na nchi, kwa sababu amefanya mbingu na nchi. Kuna hivyo vingine visivyofanya mbingu na nchi. Sasa sababu za Yesu kuwa Mungu, aitwe kwamba ni Mungu, sababu ni mbili. Ya kwanza kabisa ni kwenye uumbaji, lakini hata kabla ya hapo tunakuja kwenye sababu ya pili, ambapo ni kwenye yeye kuwa anaabudiwa, ana sifa ya kuabudiwa kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Unaona? Sasa hii sababu Yesu alipokuwa duniani hata Wayahudi walijua. Mfano ni kufungulie katika kitabu cha Yohana Injili. Yesu sio kwa sababu ya matendo. Sasa kama mchungaji anatuambia Yesu ni Mungu kwa sababu ya yale matendo, je, asingefanya yale matendo asingekuwa Mungu? Ama asingekuja duniani asingekuwa bado Mungu? Maana Yohana 1:1 ambao pia alitoa inasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa kama ni matendo, alikuwa ameyatenda wapi? Lakini tukisoma 5:18 Yohana Injili inasema hivi: basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Kwa hiyo kwanza swali aliyokuwa amekusha kuulizwa ni wapi ambapo watu wanauliza Yesu amejitaja kuwa ni Mungu. Katika Injili yote Yesu hajawahi kujitaja kwamba ni Mungu, lakini aliwahi kutaja kwamba ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu kwa sababu ni mwana wa Mungu anakuwa amebeba jina la Mungu. Ana uungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio sababu
ya kwanza pekee. Sasa kwa sababu ni mwana wa Mungu, ana uungu naturally kabisa, lakini hashindani ama hafanani na baba yake. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo baba yake ni yule ambaye ni wa kwanza hata kwa muda na kwa nguvu, lakini Yesu ni Mungu kwa sababu ya wana wa Mungu. Tukija kwenye zile maana tulizokuja kuzitaja mwanzoni, tukianzia tukasema ya kwamba awe ameumba mbingu na nchi, tena anaabudiwa. Sasa hizi sifa zote mbili Yesu anakuwa nazo, na wale waliokuwa wanajua walimwabudu. Inshu ya kwanza ya uumbaji Yesu ameshiriki. Kwanza tukianzia na hiyo Yohana 1:1 anapotuambia hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa ukiendelea 2 anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Hiyo ni 1:3 Yohana. Kwa hivyo vyote vilifanyika kwa huyo neno, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo imekuwa kimefanyika kwa neno. Ukiuliza vitu vilivyoumbwa, ni nani aliumba? Aliumba. Yesu ameshiriki kwenye uumbaji, kwa hivyo ana kila sifa na hakuna mwingine yote aliyeshiriki. Hakuna malaika, hakuna hata Luciferi hakushiriki kwenye uumbaji kabisa. Inshu ya kwanza hiyo tunamaliza. Ya pili, katika kuabudiwa, kwa sababu Yesu hata akiwa hapa duniani alikuwa anaabudiwa, kwa hiyo ana sifa zote. Hizo sifa za kuabudiwa na kusujudiwa malaika walikuwa wanakataa, lakini Yesu alikuwa anapewa na hakatai, maana hizo sifa anazo. Labda nisome tu aya moja ili tuweze kuikamilisha hii mada ya uungu wa Yesu, maana hata inazidi kutesa mpaka hawa wachungaji. Ni bora kukaa kimya kuliko kueleza ambacho si sawasawa. Kwenye Luka 24 mstari wa 50 tunaanzia, anasema akaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Mstari wa 51 anasema ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. 52 wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Kwa hivyo Yesu akiwa hata hapa duniani bado aliabudiwa. Ndio naona bado walimtaja kwa hayo, wakamtaja kama ni Mungu bado, kwa sababu hizo sifa yuko nazo. Sasa hiyo katika Yohana sura ya 20 tunaona hapo mtu anaitwa Tomaso alimtaja kwa jina akasema Mungu wangu. Hiyo ni 20:28 Yohana. Anasema Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hivyo Yesu ana sifa zote za kuwa Mungu. Kwanza kwa sababu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anakuwa Mungu, mwana wa binadamu anakuwa binadamu. Vile vile sasa ameshiriki kwenye uumbaji na vile vile anaabudiwa kwa hizo sifa alizo nazo. Huo ndio uungu wa Yesu, lakini uungu wa Yesu haimfanyi kuwa Mungu wa pili, kwa sababu Mungu tuliye naye aliye Baba, huyo ndiye Mungu kwa nafsi. Yesu si Mungu kwa nafsi, Yesu ni Mungu kwa karakta. Tunaona tabia ama nature, ana uungu by nature, si by character. By character I mean kwa nafsi Mungu ni mmoja, ila kwa karakta Yesu ana uungu, maana ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio ambayo tunaweza tukapata katika uungu wa Yesu. Uungu wake unapatana katika hizo sababu takriban 3 zikielezwa kwa upana. Kwa hivyo ache mchungaji kuchanganya na asiweze kusema hao watatu akitumia fungu ambalo ameninukuu vibaya. Mungu ni mmoja aliye na mwanaye, na mwanaye ana uungu kama vile baba yake alivyo na uungu.